Sana katika maonesho haya tunawaelimisha wananchi umuhimu wa kutumia huduma rasmi za fedha hasa benki, kwa sababu kuna kinga. Na wengi ambao wanakuja kwa kweli wanaonesha kwamba hawajui, wanasema mbona tukienda benki hawatuamini. Na kwa hiyo pia tumepata kazi ya kuwaelimisha hata front desk wa mabenki umuhimu wa kwamba mtu anapokuja kufungua akaunti, mwambieni unapofungua akaunti tayari kuna kinga ya bima ya amana. Lakini pia katika maonesho haya, kwa sababu ni mara ya kwanza sasa tunatekeleza kupunguza hasara kwenye benki, pia tunawaeleza wananchi kwamba pengine tunapoenda mbele kuna uwezekano mdogo wa benki kufa, kwa sababu benki kuu ikikagua benki na ikaona ina changamoto ambazo tunaweza tukazitatua, basi watashirikiana na sisi tutakuwa na uwezo wa ama kuidhamini kope ama kuikopesha ili iendelee na shughuli zake kama kawaida, ili mwishoni badala ya benki kufa irudie kwenye hali ya kawaida na kuendelea na huduma, kwa sababu tunajua zoezi la fidia na ufilisi linachukua muda sana. Nadhani bado mna umuhimu wa kujitangaza, na kuhakikisha kwamba hata kama ni kwenye kufungua either account, hapo kama makubaliano na zile benki kwamba wakati anafungua account anaweza pakawepo hata sheet moja aidha hata kama ni nusu page ambapo umeweka yale masharti kwamba ukifungua account kesi benki imekufa tunakugarantii cover labda kwa insurance yake. Sasa amount zenyewe ndio hizo, lakini mnaweza tu mtaweka ile kumpa mtu confidence kwamba anapofungua account ajue mmemcover na nyinyi. Lakini muendelee kujitangaza sababu watu hawajawaelewa vizuri BIB. Kwa ni vizuri yaani muwe na vibonzo, mtumie hizi platform, mitandao ya kijamii, mtumie TV, radio, magazeti, ili watu wafahamu kwamba akifungua account amekuwa covered pia na BIB. Hongereni sana. Kwa hiyo kila mtu anapoweka fedha benki afahamu kwamba ile fedha imewekewa bima. Hata benki ikifilisika yeye atalipwa. Na nimekuwa nikilihubiri sana ili kwamba ni rahisi sana mtu kuibiwa fedha kama anazo mfukoni, lakini ukiziweka benki zile fedha zinakuwa salama zaidi. Na unapoweka zile fedha benki kuna siku pia utalipwa hata faida. Kwa hiyo kuna manufaa mengi. Kwanza mtu unapoweka, kwa sababu bodi ya bima ya amana ilianzishwa maalum kwa ajili ya kuwekea bima fedha zako unaziweka kama deposit benki. Kwa hiyo ni chombo cha serikali chenye jukumu hilo, tuendelee kukiamini, tuwape ushirikiano na tujitahidi kila tunapopata fedha tuziweke kwenye mifumo rasmi ya kibenki ambayo itawezesha fedha zetu ziendelee kubaki salama, na hao wa bodi ya bima ya amana watakuwa wanaendelea kuzisimamia, ili hata pale ambapo kama benki ikifilisika au pakitokea tatizo lolote lile, basi waweze kutulipa kwa kile tunachostahiki.